Kila mahali ambapo unakuwepo kuna mtu ambapo anakuwa na pamiliki ulimwengu wa roho. Kabla kujawa na mtawala wa ulimwengu wa mwili ama kiongozi mkuu kwenye mambo ya mwilini, basi kujua kwamba kuna kiongozi ambaye anamiliki kwanza kwenye ulimwengu wa nini, wa roho. Tunamwona Danieli anaomba katika nchi ya Babeli siku 21, anaomba maombi yake. Yule malaika anapokuja anamwambia kwamba nilikamatwa na ufalme wa Uajemi. Danieli alikuwa katika nchi ya ugenini, maana ile nchi ya ugenini na miungu yao, ina viongozi wao. Kwa hiyo ili hata apate access kwenye nchi ya ugenini, anatakiwa overcome ama aishinde kinyume na ile miungu ya ile sehemu. Kwa hiyo kila mahali panakuwa na uongozi wake kwenye ulimwengu wa roho. Kuna watu ambao wanakuwa wanadominate, wanamiliki kwenye ulimwengu wa nini, ulimwengu wa roho. Wanaweza kuwa wanamiliki ni biashara fulani ama jambo fulani ama kitu fulani. Kuna watu ambao ukifika baadhi ya maeneo anakuambia ili ufanikiwe kwenye hili eneo unatakiwa kumfuate mtu fulani au jambo fulani ukalifanya ili ufanikiwe. Maana yake mtu yule ndiye ambaye ana umiliki wa lile eneo. Kwa hiyo ili uweze kuwa na umiliki wa eneo fulani unatakiwa kuwa na nguvu zaidi kuliko yule ambaye anamiliki. Ndio maana Biblia inasema kwamba vita vyetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Inawezekana kuna maeneo umefika unakuta biashara yako haiende vizuri. Kila ukipambana hakuna matokeo yale ambayo unakuwa unayatarajia mara nyingi. Jua kwamba kuna watu wengine ambao huwa wamesimama ulimwengu wa roho kwa ajili ya kuzuia hiyo biashara. Kwa hiyo ili uweze kuwashinda unahitajika exercise, uwe na nguvu zaidi rohoni ya kuweza kuwa na umiliki na utawala zidi yao. Inawezekana unatamani kufungua biashara yako ambayo biashara hiyo itavuka mipaka ya nchi, itavuka mipaka ya Tanzania ama ya mkoa uliopo, ama itakuwa ina dominate, inamiliki mkoa mzima. Tambua kwamba kuna watu ambao wanaitwa wafalme ama princess, ambao watu ambao wanamiliki hiyo eneo. Kwa hiyo watu ambao wanamiliki ile eneo, ili uwe na uwezo wa kusafirisha kitu chako kwa umbali mkubwa, ni lazima uwe na nguvu kubwa sana kuliko hawa watu ambao wanamiliki.